Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Nuru TV. Leo tutakwenda kufundisha dua ambayo amesisitiza sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tupate kuombeana, na ni dua mujarrab sana ambayo wallahi tukiomba tu au tukiombeana basi inakuwa ni makbulun, inakubalika moja kwa moja kwa Allah tabaraka wa taala. Kuna kisa ambacho mfalme alikuwa ameamuru miongoni mwa vijana waovu wapate kunyongwa. Mfalme kuamuru katika vijana waovu wapate kunyongwa. Yule kijana ambaye alikuwa anataka kunyongwa akaenda askari kwa ajili ya kuchukuliwa, lakini askari kabla hajamchukua yule kijana, askari alimwambia assalamu alaikum ya rajul, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako. Yule kijana akastaajabu sana, akasema huyu askari vipi amepagawa, ananiambiaje amani ya Mungu iwe juu yangu hali ya kuwa mimi tayari nisha kwenda kuhukumiwa kwenda kuuawa? Akamjibu wa alaikum salam, lakini vipi unaniambiaje hii assalamu alaikum hali ya kuwa mimi tayari nishahukumiwa kuuawa? Hiyo amani ya Mungu ipo wapi hali ya kuwa mimi naenda kunyongwa bwana? Akamwambia bwana, hizi ndio tulizoeshwa na mtume wa Allah kutoleana salamu pale ambapo tunapoonana, kwa sijafanya vibaya. Yule anataka kumchukua yule kijana, askari akasikia taarifa ya kwamba familia yake imekuja baada ya kutekwa sijui kutoka wapi. Yule askari akapatwa na dharura kiasi ambacho yule hakumchukua kumfikisha katika koo ya ufalme, yani katika ufalme kwa ajili ya kwenda kunyongwa. Moja kwa moja yule kijana akaenda katika nani yake mfalme akatoa amri tena vijana wengine waende wakamchukua yule kijana. Na unajua watu wema walijizoesha hii assalamu alaikum, na ndio maana zipo baadhi ya sehemu, kwa mfano tukizungumzia baadhi ya miji, hii assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh imekuwa ndio salamu kuu, yani ndio salamu mama. Kabla ya chochote lazima utasikia assalamu alaikum, assalamu alaikum. Wallahi hii ni dua adhim, ni dua kubwa sana. Kwa hiyo na wao pia walijizoesha hivyo, wale kwenda pia wakamwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuambia hivyo yule kijana akamwambia hivi unawezaje kumwombea dua mtu tayari ashaandikiwa kifo? Mbona kama mshachelewa kuniombea hiyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh? Yule kijana akachukuliwa akaenda wakampeleka kwa mfalme kwa ajili ya kwenda kuhukumiwa lile jambo la kuuawa, yani auawe kabisa. Lakini kabla hakijatekeleza kile kitendo cha kuuawa, basi yule kijana ilitokea kubainika ukweli kwamba hakuwa amefanya kitendo cha kuua, maana alionekana kwamba yeye ameua. Basi moja kwa moja ukweli ukabainika na akaambiwa kwamba wewe ndo hujaua bwana, aliyeua ni mtu fulani, mtu fulani, mtu fulani. Kwa hiyo jamani, hii katika miongoni mwa dua kubwa sana ambazo inasemekana masahaba siku moja walienda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, hivi ni jambo gani ambalo tukilifanya sisi basi tunakuwa tunajizolea thawabu mbalimbali? Mtume wa Allah akasema, ifshu salam, toleaneni salamu. Pia katika kutoleana salamu ni addu'a, mnaombeana dua ya amani kadha wa kadha wa kadha. Na ndio maana unakuta hii assalamu alaikum Waislamu hata siku Waislamu huwa wanaitumia kwa sababu ya kuombeana dua na kheri na baraka na neema. Kwa tujitahidi sana kutoleana na salamu, na mimi nakwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Nuru TV, usahau kusubscribe katika channel yetu ili uwe wa kwanza kupata video zetu na kupata faida hizi insha Allah. Wa alaikumussalam.